Habari za leo ndugu wa Tanzania. Kwa mara nyingine tena niwakaribishe ndugu watazamaji wangu wale ambao kwa siku ya jana nilishare pamoja nanyi kuhusiana na ile story ya yule dada wa Mtoni Kijichi ambaye alikuwa akisumbuliwa na vidonda vya tumbo. Baadhi ya watazamaji wangu walinitumia ujumbe na kunitaka nimalizie sehemu ya story iliyobakia, na mimi nikaona kwamba hapana budi leo niweze kuimalizia ili sisi sote tuweze kupata faida ya kile ambacho nilikuwa nimekileta mbele yenu. Basi kwa haraka haraka bila kupoteza muda ni kwamba mgonjwa wetu aliendelea kutumia dawa mpaka kiasi cha mwezi mmoja. Katika hatua ya awali mgonjwa wetu alikuwa amepona kwa 80%. Mgonjwa wetu alikuwa amepona kwa 80%, na hiyo ni baada ya kutumia dawa kiasi cha lita 1. Lakini kutokana na kwamba hali yake ilikuwa ni ngumu sana ya kimaradhi, basi nililazimika kumwongezea dawa nyingine kiasi cha lita 2, ambayo ukijumlisha na ile ya kwanza jumla ni lita 3, na hiyo ilikwenda kukomesha kabisa tatizo lake kutoka 2023 mpaka leo akawa amepona jumla. Ndugu zangu, katika jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, pindi ukweli unapodhihiri basi uongo huwa unajitenga. Baada ya kumaliza zoezi langu la kumtibia yule mgonjwa, pamoja na kiasi ambacho tulikuwa tumekubaliana kama malipo ya kazi ile, lakini pia niwashukuru ndugu wale, nishukuru familia ile kwa kujali kazi kubwa niliyoifanya. Alhamdulillah, nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumaliza kazi ile, basi baba yake kwa heshima na taadhima, popote alipo atakuwa ananisikia kwa sasa, kwanza ninamshukuru kabisa, na tena ninamshukuru sana. Aliniongezea shilingi 100,000 kama asante. Aliniongezea shilingi 100,000 katika malipo yangu kama asante, ambayo ilitokana na kazi kubwa ambayo nimeifanya. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, nikimalizia hiyo story ya huyo mama, nikirudi kwetu kwa pamoja ambao tulikuwa tunajadiliana, ni kwamba maradhi ya vidonda vya tumbo yamekuwa ni maradhi sugu ambayo yameshindikana kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu hakuna hospitali kubwa utakayokwenda na maradhi ya vidonda vya tumbo ukapewa dawa ya kukutibu, bali utapewa dawa za kupunguza gesi ambazo zitakusaidia siku 3 gesi inapungua, lakini vidonda viko pale pale. Sasa kutokana na utafiti ambao niliufanya kwa kipindi cha miaka mingi, na hatimaye Mungu akanijalia kunifunulia namna ya kupata dawa hii. Siku moja nilikuwa nasafiri naelekea mkoa wa Kagera, na kipindi kile tulikuwa bado tunakwenda kuchimba dawa vichakani kabla serikali haijawa na msisitizo wa kukataza kuhusiana na kuchimba dawa vichakani. Basi katika siti yangu nilikaa na bwana mmoja wa Kichina ambaye alikuwa anafahamu kidogo Kiswahili kwa shida sana. Basi tukafika mahala penye kuchimba dawa, tukateremka tukaenda polini kuchimba dawa. Lakini tuliporudi, bahati mbaya au bahati nzuri kwa upande wangu, ile gari ikawa imepata itilafu ya kupoteza moto kwa upande wa taa na honi. Yani ikawa haipigi taa, haiwashi taa na wala haipigi honi. Hivyo dereva akalazimika kumpigia fundi simu ili aje rekebishe tuweze kuondoka mahala pale. Sasa basi tukiwa tumekaa pembezoni mwa barabara tumepumzika pale tunasubiria kazi ya fundi ikamilike, basi yule Mchina aliuona mti mmoja ambao ulikuwa mbele yetu, ambao mimi kwa wakati ule sikujua ni mti gani. Akaniuliza kwamba huu mti wewe unaufahamu? Nikamwambia huu mti siufahamu. Akanambia sawa, basi nyumbani kwenu huko kama kuna mgonjwa ambaye anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, hii ndiyo dawa ya vidonda vya tumbo ambayo sisi kule kwetu China tunaitumia. Sisi kwetu China kule hatuendi hospitalini kwenda kutafuta dawa za vidonda vya tumbo, bali hii hasa ndio mti mahususi ambao tunautumia kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
Dawa hii inatibu vidonda vya tumbo, vinapona kabisa kwa 100% kama mgonjwa amepangiwa kuendelea kuishi. Basi kwa haraka sikuweza kumwamini kwa sababu dawa nyingi tunazisikia zikitajwa kwamba zinatibu vidonda vya tumbo, lakini kiukweli hazitibu. Baadaye kwa kuwa niliufahamu mti ule kwa kuona na nilishauona mara sehemu tofauti, baadaye niliporejea huku nikaamua kuufanyia uchunguzi, na uchunguzi niliufanya kwa kuandaa na kuwapa watu tofauti ambao walikuwa wakisumbuliwa vidonda vya tumbo kama sehemu ya uchunguzi wangu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nilifanya uchunguzi kwa watu takriban kama 20 na kitu hivi ambao nilipata matokeo ya 100% kwamba wamepona kabisa vidonda vya tumbo. Miongoni mwao ambao nilifanya uchunguzi wangu ni pamoja na mama mmoja yupo kule Bukoba kama Chumu. Mama huyu alikuwa akisumbuliwa vidonda vya tumbo kwa muda wa miaka mingi, ilifikia hatua hata anapozungumza inatoka harufu kali sana mdomoni mwake, utafikiri kuna kitu kimeoza huko ndani. Basi mama huyu alishakata tamaa, lakini na yeye alipata bahati ya kupata dawa hii bure ambayo ilimtibu akapona kabisa tatizo la vidonda vya tumbo, na alhamdulillah nimshukuru Mwenyezi Mungu azidi kunipa uhai kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wengine. Basi alipona kabisa na mpaka leo tatizo lile limekwisha. Dawa hii ndugu yangu inapatikana hapa Tanzania, na sasa hivi tumeshaiandalia katika mazingira mazuri ambayo inaweza kukufikia popote unapoishi. Dawa hii tunafanya delivery kwa mikoa yote nchini Tanzania na nchi jirani. Tunatuma dawa hizi nchini Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo, Malawi, kote tunatuma dawa hii na imewasaidia wengi. Kama wewe ni muhanga ambaye umeshahangaika kwa tatizo la vidonda vya tumbo, umeshatupa mamilioni ya pesa, basi andika kwamba wakati wa kutupa mamilioni ya pesa umekwisha, kwa sababu hakuna kitu kinachogharimu pesa nyingi kama maradhi. Ikifikia wakati mtu anapoteza milioni 2, 3 huku na huku, anauza gari lake, anauza hiki ili aweze kujitibia na bado ugonjwa hauponi, kiukweli inafika wakati anakata tamaa. Sasa wakati wa kukata tamaa umekwisha. Nikukaribishe wewe katika tiba yangu uione, uweze kuitumia na itakusaidia kwa 100%. Hii ndio dawa inayotibu vidonda vya tumbo ambayo itakuponyesha na kukuacha ukiwa katika afya iliyokuwa njema. Labda kwa haraka naweza nikakuonyesha dawa hii ni dawa ipi. Dawa hii unaweza kuiona kwa haraka kama unavyoona. Mfuko wetu ni huo ambao tunahifadhia dawa yetu kwa ajili ya kumpelekea mteja wetu. Lakini pia dawa yetu nitaitoa hapa ili uweze kuiona, uweze kuona ni dawa gani. Yawezekana ulishawahi kuiona mahala lakini hukujua dawa hii inatengenezwa na nani. Dawa yetu ni hii, ndio kama unavyoiona. Dawa yetu ni hii, ni kama unavyoiona hapa, tayari ipo tayari kwa ajili ya matumizi. Hiyo ipo tayari kwa ajili ya matumizi. Maelekezo yetu haya utaiona hapa, tumeelekeza kwa lugha ya Kichina na hapa ina maelekezo kwa lugha ya Kiingereza. Tumeandika kwa lugha ya Kichina kwa sababu mtu aliyenielekeza mimi dawa hii ni Mchina, kwa hiyo Wachina wanaijua sana dawa hii hasa. Kwa hiyo Mchina leo akikutana nayo hapa kama ni mgonjwa, hana sababu ya kwenda kwao kwa ajili ya kutafuta matibabu, bali matibabu anaweza kuyapata hapa na maisha yakaendelea. Lakini pia kwa wenzetu ambao wanatumia lugha za kigeni kama Kiingereza, wanaweza kuona maelekezo yako hapo kwa lugha ya Kiingereza tumewaandikia, na wao pia hawana sababu ya kuanza kuhangaika kutafuta dawa ipo. Na hii hapa mnayoiona, hii ni karatasi ambayo ina maelekezo ya namna ya kutumia hii dawa. Ina maelekezo ya namna ya kutumia hii dawa kuanzia mwanzo wa dozi yako mpaka inamalizika. Dawa yetu ndio hii. Kama ulishawahi kuona jina hili katika mtandao au ulishawahi kuona jina hili kwa ndugu yako yote akitumia, basi muhusika ndiye mimi, na dawa hii utaipata kwangu kwa gharama nafuu sana. Kwa gharama nafuu sana, tena sana. Kama ulishapoteza pesa nyingi kwenye matibabu haya, basi andika kwamba wakati wa kupona umefika na vidonda vya tumbo sasa basi. Dawa hii nitoe wito kwa ndugu zetu ambao labda wanafanya biashara za kwenye maduka ya madawa au kwenye hospitali hizi za kliniki za binafsi. Tunauza pia dawa hii kwa bei za jumla. Dawa hii tunauza kwa bei ya jumla. Kama unahitaji wewe una kliniki yako na una changamoto ya dawa ya vidonda vya tumbo, basi tunauza kwa bei za jumla. Ukiwasiliana na mimi
tutakuandalia kiasi ambacho unahitaji na tutakuuzia kwa bei ya jumla kwa ajili ya kwenda kuwasaidia Watanzania wengine. Lengo letu ni dawa ifikie angalau 80-70 ya kila muhanga wa vidonda vya tumbo, kwa sababu ndugu zetu wanateseka sana na vidonda vya tumbo na hawana suluhisho. Sasa suluhisho ndio hili limepatikana. Dawa nimeifanyia uchunguzi kwa muda wa miaka mingi sana. Hatimaye nimepata majibu ya 100%. Mgonjwa akitumia dawa, kama amepangiwa kuendelea kuishi, basi anapona kabisa na anaachana na biashara ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama unahitaji chupa moja, wasiliana nasi, tutakupa gharama na dawa yako itakufikia popote ulipo nchini Tanzania na nchi za jirani. Lakini hata pia kama una mgonjwa wako ambaye yuko nje ya nchi, yuko Marekani, Uingereza, wapi, pia tunaweza tukakupatia dawa kisha ukamtumia ndugu yako ambaye yeye yupo huko. Lakini kama unahitaji kwa bei za jumla, pia wasiliana nasi tukupatie hizi ili uweze kwenda kuweka katika biashara yako kwa lengo la kuwasaidia ndugu zetu wenye changamoto ya vidonda vya tumbo. Niwakaribishe kwa kuwapatia namba yangu ya simu. Hapa Dar es Salaam ninatumia nambari 0684 5363 05. Dar es Salaam napatikana kwa namba 0684 536305. Lakini kwa wakazi wa mkoa wa Kagera na hasa maeneo ya Katoro, wakazi wa mkoa wa Kagera maeneo ya Katoro, dawa hii inapatikana kwa msaidizi wangu ambaye anapatikana kwa namba 0762 286146. Wakazi wa mkoa wa Kagera wasiliana kwa namba ya 0762 286146. Msaidizi wetu huyu yuko pale Katoro. Huyu ukiwasiliana naye basi atakupatia dawa yetu hii. Wakazi wa mkoa wa Kagera dawa hii wanaijua, wengi wameitumia na wamepona. Kwa hiyo hata kama una vidonda ambavyo vina hatua mbaya, yaani ushafikia hatua umelala kitandani, au na mgonjwa amelala kitandani kwamba huyu ni wa kesho kutwa anaondoka huyu, basi mlete kwa dawa hii, atapona. Lakini mbali na hivyo, tunatibu pia magonjwa mengine kama magonjwa ya figo, magonjwa ya shambulio la ini, tunatibu pia magonjwa ya tezi dume, kifafa, sickle cell. Haya magonjwa yote niliyokutajia na mengine ambayo sijakutajia ni magonjwa ambayo nimeyafanyia uchunguzi na tunafanya matibabu ambayo tuna uhakika kwamba mgonjwa anapona. Sina dawa mimi za kwenda kujaribu, dawa zangu mimi za kwenda kumponyesha mgonjwa. Kwa hiyo hata unapotoa pesa yako, toa pesa yako ukijua kabisa kwamba mgonjwa wako anakwenda kupona. Una mgonjwa yuko serious, basi mlete tumpatie dawa, atapona. Moyo umetanuka, dawa ipo, mgonjwa anapona kabisa na anaachana na biashara ya moyo mkubwa. Leo nilikuwa namalizia story yangu ya jana ambayo nilishare na nyinyi kuhusiana na dawa ya vidonda vya tumbo. Dawa ni hii hapa, mnaiona kwa macho yenu, pengine watu mshaiona mtandaoni au wengine mshakunywa mmepona, lakini pia mnaweza mkasaidia kutoa ushuhuda kwa wengine ambao hawajatumia dawa hii. Nikukaribishe sana kwa matibabu. Asante.